Kwaresma kwa hatua. Hatua ya 13. Huruma ya Mungu, zawadi yangu. Ni siku nyingine ya hatua. Tena hatua ninazotembea kwa nguvu kweli. Hatua ambazo si lelemama na wala si za mchezo. Ni hatua zipatazo 40. Ninawaza kwanza, hivi matembezi yangu yatakwisha kweli? Je, magumu yote ninayokutana nayo, je, nahitaji nini ambayo ni zawadi bora kabisa, zawadi ambayo itaniongoza, itakuwa nami kwa nyakati zote za maisha yangu. Zaidi sana hasa ninapotembea, kwa hakika najijibu mwenyewe kwamba ninahitaji neema ya Mungu, ninahitaji huruma ya Mungu, ninahitaji upendo wake Mungu. Lakini hayo yote kwa hakika yananipa wazo moja tu kuu, kwamba kati ya yote ninahitaji huruma, kwa kuwa huruma ni kiasi kikubwa ambacho Mungu anatuonyesha, hasa upendo wake. Lakini vile vile kwa kiasi kikubwa Mungu anapotuonyesha neema zake. Na niseme tu, leo tofauti na siku nyingine ambazo nimekuwa ninapopumzika ninasali, leo ninaanza hatua tofauti kabisa. Ninaanza kwa kuwa tayari ninahitaji huruma ya Mungu. Ninasali kuomba huruma ya Mungu niwapo njiani, mwanzoni kabisa, kabla sijapiga hatua. Najisemea mimi mwenyewe, nikiomba nguvu, nikiomba moto wa mapendo kupitia moyo mtakatifu wa Yesu. Ninasema, moyo mtakatifu wa Yesu, ninakuja kwako katika mikono yako yenye huruma. Ndiwe tegemeo langu, ndiwe tumaini langu thabiti, ndiwe mwenye dawa ya maovu yangu yote, malipizi yangu yote. Waweza kunipatia haja zangu na neema ninazoziomba mimi na wengine. Wewe uko ili kunisaidia, sio mimi tu, kutusaidia sote. Ndiwe mwanga mkuu usiozimika, ndiwe chanzo cha nguvu, uvumilivu, amani na faraja. Nina uhakika maombi yangu hayatakuchosha, nawe hutaacha kunisaidia, kunilinda, kunipenda, kuwa nami. Moyo mtakatifu wa Yesu, upendo wako hauna kipimo. Unihurumie kwa ajili ya maombi yangu haya ambayo ninakutolea leo mwanzoni kabisa, kwa kadiri ya huruma yako, na katika mimi na kwa ajili yangu na kwa wengine. Ufanye lolote lile unalolihitaji maishani mwangu. Najitoa sasa kwa ajili yako kwa imani na uhakika thabiti, kama hutoniacha. Naamini upo nami daima katika njia hii ya msalaba. Amina. Mara baada ya sala hiyo ninasonga mbele sasa. Sala hiyo inanielekeza wapi niende na namna gani nitembee. Hasa kuomba huruma ya Mungu, kupata pumziko salama wakati wa hatua zangu, na zaidi ya yote kupata faraja. Ndiyo, kupata faraja kwa njia niliyoichukua, njia ya
hawateseki, bali imegawanyika hasa katika imani juu ya wale wanaobeba msalaba na ambao hawaibebi misalaba yao. Kubeba msalaba ni jambo moja, kutobeba msalaba ni jambo jingine. Kubeba msalaba ina maana kubwa, ndio kusema mtu anayebeba msalaba utolea mateso hayo ya mapenzi ya Mungu. Na katika mateso yetu yote ndiyo tunapoona msalaba, ndiyo tunapoona neema ya kuwa wavumilivu. Kumbe ni bora kujifunza kila mara kukaa kimya katika kuteseka, na zaidi sana kuwa wavumilivu zaidi ya kuvumilia yote, kwa kuwa zawadi ya huruma ya Mungu ipo. Na kusema mapendo ya Mungu yasiyo na kipimo yapo kwetu. Wakilia wakisema, Mungu mwenye rehema, usikate sala ya watu hawa walio ugenini hapa. Bwana, wema upitao ufahamu wetu uyajue vema dhiki zetu, na kuwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kuja kwako. Tunakusihi utujalie neema zako na uzidi kutuongezea huruma yako, ili tutimize mapenzi yako kwa uaminifu katika maisha yetu sote ya sasa na saa kufa kwetu. Uwezo mkuu wa huruma yako utukinge na ila za maadui wa wokovu wetu, ili kwa imani kuu tuweze kujiongea ujio wako mwishoni, na kuwa na uvumilivu kungojea ujio huo. Wewe ambaye unatujua vile tulivyo, na ujua siku hiyo ikoje, na tunategemea kupata kila kitu tulichoandaliwa na kuahidiwa na Yesu, licha ya udhaifu na unyonge wetu. Yesu ni tumaini letu. Kama vile tupitavyo kwenye lango lililo wazi, tunapita katika moyo wake wenye huruma ili kwenda mbinguni. Amina. Sala hiyo inanifanya niweze kutembea tena pasipo hofu na mashaka katika hatua zangu ambazo nimeshajua nini ninahitaji katika hatua zote, na si kingine bali huruma ya Mungu. Yesu, uendelee kunihurumia mimi mkosefu. Unihurumie sasa na saa ya kufa kwangu. Unionyeshe huruma yako. Amina. Safari inaendelea. Na hiyo imekuwa hatua ya leo ya Mkristo anayesafiri na amegundua katika hatua zake anahitaji kweli huruma ya Mungu, na ndiyo zawadi ya pekee kweli itakayomsaidia kusonga katika hatua zote 40. Nawatakia tafakari na muda mwema.